Shalom mtu wa Mungu. Kwa mujibu wa Biblia, hiki anachokifanya huyo Mzanzibar ambaye nimeona clip yake trend kwenye mitandao ya kijamii, mimi nataka tu niseme hivi kwamba anachokifanya yuko perfect kabisa na wito ambao ni wito kabisa wanaoonekana kama ni mtu wa Mungu. Na kwa upande wetu sisi ambao ni Wakristo, vitu kama hivi tutakiwa tuvibaka hapo. Unajua kwa sehemu kubwa kwa sasa Ukristo umekuwa ni kama kundi la waoga sana, kundi la watu ambao wameshindwa kusimama na wajibu wao, wameshindwa kusimama na wito, kwa sababu wito kabisa kabisa wa kimungu, mtu anapokuwa anasema mimi nimeitwa na Mungu, Mungu amenitokea, Mungu ameniita. Kiujumla, Mungu alitutaka Wakristo tunaoitwa si wachungaji, tulitakiwa tuyafanye haya aliyoyafanya huyo Mzanzibar ambaye nataka nisome hapa maandiko. Utaisikiza clip yake, iko hapo mwisho muda si mrefu. Sikia maandiko yanavyosema haya, alafu nikuoji wewe, hivi kati ya huyu Muislamu huyu Mzanzibar alichokifanya hiki na wachungaji wengi ambacho wanachokiita ni Injili, kwa sababu Injili kwa kazi yake ni kupigania haki, kupigania utu, binadamu, watu wengine wasiteswe, wasiumizwe. Nimeona hapa anamzungumzia Kikwete kwamba Kikwete ndio chimbuko la mabaya yote, kwa sababu Kikwete alikuwa ni rais wa awamu iliyopita ile ya 4 kwa hapa, ambayo ilikuwa inaendelea ya Tundu Lissu kuteswa mahakamani, lakini pia kuhusiana na uchaguzi ambao watu wako wanazungumzia no reform, lakini viko vikundi vya utekaji, vya ugaidi, utekaji ambavyo vimekuwa vinaonekana vikijinasibu kwamba tukiwapoteza polisi msiwatafute. Kama rais mstaafu alitakiwa yeye asiwe upande wa wauaji, wa wanyonyaji, itakiwa yeye awe upande wa wananchi, kama vile ambavyo walivyokuwa wanafanya kina Mwalimu Nyerere, kwamba unaona hayupo madarakani, ila anapoona unyonyaji, kipindi cha Mwinyi kama sijakosea, aliandika mpaka kitabu cha kukosoa utawala wa Mwinyi. Sasa hivi ndivyo inavyotakiwa kiujumla kwa yoyote unapokuwa umetoka kwenye uongozi. Hutaki kusimama nyuma ya ambaye anaonekana sasa ndio kiongozi. Sasa utakuwa wewe ujaribu kumuonyesha kwamba ubinadamu litakiwa kuwa sio huu. Binadamu ni kujali na utu wa wanadamu wengine, lakini wanachokifanya sasa Kikwete kimejaribu kutafsiri kwamba pengine hana ubinadamu wowote. Na kwa mujibu wa Biblia, kweli kabisa Biblia ilitaka sisi kuonya, kukemea na kukaripia, kwa sababu ifahamike, baada ya maisha kuna maisha tena, baada ya maisha kuna maisha tena. Na pia tufahamike kwamba tutadaiwa siku ya hukumu, kwamba ulifanya nini wakati ulipokuwa una nafasi ya kuongea, kwa sababu unaposema nimeitwa na Mungu, mimi ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ni wakili wa siri za Mungu. Kazi yake wakili ni kuwakilisha kile ambacho bwana wake anachokitaka. Ukijiita tu nimeitwa si na Mungu, maana yake upo kwa ajili ya kusimamia kile ambacho Mungu anachokitaka kiweze kusimama katikati ya jamii. Hiki alichokifanya huyu Mzanzibar bila shaka kinaingiliana sana na wanaoitwa wachungaji au wito wa kichungaji. Vinginevyo uchungaji ulioko sasa hivi ni ule tu ambao unaonekana kuzia tu mafuta na kuwatabiria hewa, kuambia si kwamba Mungu ataleta mafanikio, Mungu atawabariki, lakini mwisho wa siku utakuja utaona wachungaji wengi wanatembelea magari ya kifahari na majumba ya kifahari kwa sababu ya sadaka za watu, na mmekwisha kupata sababu zenu. Kiujumla, mchungaji takiwa ayafanye haya aliyofanya, na ndio maana kuja kusema ingawa sio wote Waislamu, wako wengine ambao ni machawa wanafiki, lakini huyu alichokifanya kinaingiliana sana na wito wa kibibilia. Mchungaji kabisa kabisa atakiwa angeyafanya haya aliyoyafanya huyu Mzanzibar. Sikia nisome maandiko alafu nikuachie clip isikilize. Maandiko yanasemaje katika kitabu cha Ezekiel 3 mstari nisome kuanzia 17, anasema hivi: mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli, basi sikia neno hili tokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya tokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumwonya kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Anasema mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako, nitaitaka mikononi mwako. Sasa hapa kuna wengine anasema sasa hapo Mungu mpaka akwambie Mungu kukuongea anaongea. Kwani mbona mnaitumia Biblia? Biblia imesema ukitoa sadaka utabarikiwa. Kwa nini mengine myatumii? Biblia ilitaka tuonye watu wanaotenda mabaya, tuonye watu wanaofanya mabaya. Kina Elia walionya kina Ahabu,
waliwaonya, wanawaambia umeua ili utamalaki. Lakini sisi tuna wachungaji wanaoangalia mitumbo yao, wanaangalia tu sadaka, wanaangalia tu, yani hivyo ndo wanavyokuwa wamevikabili na kukabili washirika ambao wanakuwa labda watoi sadaka sawa sawa makanisani. Yani ndo dhambi kubwa. Kama CPCT walichokuwa wamekifanya, wako mbele ya makamu wanasema kwamba siku mkikosea tutawakemea. Yani inaonyesha kwamba yote masuala yaliyoonekana ya utekaji, hayo sio shida. Yaani hayo sio kosa. Watu waliokufa Oktoba 29, hayo sio kosa, sio kosa. Sasa inakuja kwamba sasa wewe unasema kwamba waliotekwa, kwani rais anahusika? Jibu jepesi ambayo itakiwa lipatikane, rais kitendo cha kutokuwajibisha au wanaosema si tukiwateka polisi msiwatafuta. Sababu namuonaga hata Nchimbi anasema mimi unanionaga mimi sipendi kabisa masuala ya vyama kugombana. Hata akitokea wa CCM ametoa lugha chafu waga na kemea. Ila utakuja utaona vyama pinzani hawaishi kukemea, wanawachukulia tu wastahiki, wanawafungulia na kesi za uhaini. Lakini hao wanaosema tukiwapoteza polisi msiwatafute, wanaishiwa kukemewa tu na kuonywa tu basi. Wako watekaji wanaotajwa, wakina Mafuere wametajwa sana, na BBC imewataja, wakina Satifa wamewataja. Tuna ndugu zetu kibao waliotekwa, wakina Mdude Nyagali, wakina Soka, wakina Injili Geuselo, wakina Chaula, mpaka leo hatujui walipo, wakina Amfani Polepole hatujui walipo mpaka leo, ila munaishia huko kukemea tu. Anyway, acha niishie hapa. Hebu sikiliza klipu ya huyu Shehe wa Zanzibar. Si ni Shehe, sio Stars. Sikiliza. Mimi napongeza sana. Hivi ndivyo inavyotakiwa binadamu. Vinginevyo sinachotashinda utumishi, uchungaji, ni kupenda tu sadaka tu na kuwa na watu wengi. Hebu sikiliza kwanza hapa. Jakaya Kikwete, Muislamu ndugu yake Muislamu, unakwenda Ijumaa, fanya kabla hujaondoka. Mimi na wewe tuko kwenye ofa. Ukishifikia umri wa kumaliza chini ni ofa. Mlisho Jakaya Kikwete, hatuna muda mrefu mimi na wewe tutaelekea kaburini. Mimi nitamwambia Allah, nilikwambia kama hutaisikia, lakini wajukuu zako watasikia, mtoto wako atasikia. Mlisho Jakaya Kikwete, una njaa kakaangu? Mimi natembea mguu hapa, lakini wewe una njaa? Huwezi kukosa ndani milioni 10, milioni 20, una njaa yote. Fanya kwa ajili ya Allah. Ongea na kabineti yako, wewe unasikika, ongea nao, tukae chini, atolewe Tundu Lissu, tujenge nchi yetu. Tundu Lissu hana hatia. Sasa hivi Mheshimiwa Jakaya, kama ulivyokuwa kipindi kile ulikuwa katika chati, sasa hivi mtu aliyekuwa katika chati ni Tundu Lissu. Atolewe Tundu Lissu, tukae chini, iwekwe katiba mpya, itengenezwe vizuri, rais aondolewe kinga madaraka, ambaye rais atakuwa anaogopa. Katiba inasema rais haojiwi, huyo ni Mungu. Asiyehojiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Rais Jakaya Kikwete, Tundu Lissu hana hatia. Fanya kwa ajili ya Allah, usifanye kwa ajili ya chama. Rais Jakaya Kikwete, fanya kwa ajili ya Watanzania, Watanganyika, usifanye kwa ajili ya chama. Chama kitakufa, wewe utaondoka, mimi nitaondoka, lakini Allah atakwenda kutuhukumu, atakwenda kutuuliza na tulichotenda. Unapewa madaraka, ni mtihani. Madaraka huu umepewa ni mtihani kuliokoa taifa hili. Watu wanamtukana Tundu Lissu, watu wanajazwa jazba. Yule ana wafuasi wengi mheshimiwa. Hakuna mtu mwenye wafuasi wengi hapa nchini na duniani kwa ujumla kama Tundu Lissu. Nilikuwa naangalia CNN wanapomwongelea, nilikuwa naangalia vyombo vya habari vya Ulaya wanapomwongelea. Sio bure. Fanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usifanye jambo kama mimi nimesubutu kuambia kwa ajili ya Allah. Kama vijana tanifuata, umemsema rais kutukana shaka, nimekuambia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Allah shahidi yangu, nimesema maneno ambayo siogopi kufa, kwa sababu nitakufa. Sisemi kujihami. Kama anakuja vijana kunitoa roho, alhamdulillah, ndio wakati huo kaka. Lakini kesho utaulizwa, na wewe pia unatoa roho na watu, utaenda kumwambia nini Allah kesho? Kumbuka viongozi wameondoka chungu nzima. Tundu Lissu sio mhaini. Rais Jakaya Kikwete, fanya jambo. Rais Jakaya Kikwete, fanya jambo. Leo siku tukufu ya Ijumaa hii, siku ambayo imeombwa kiama, fanya jambo. Rais Jakaya Kikwete, nimekuita mara nyingi sana. Inshallah, mimi kwangu ni hayo, tunaingia Ijumaa. Nikasema nikwambie rais wangu mstaafu, mimi nilikupigia kura, nilihangaika sana, lakini sasa hivi nasimama kwa wananchi.